Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio. Karibu katika kipindi hiki maalum kinachohusu changamoto zinazoyakabili makuzi ya mtoto wa kike katika jamii yetu ya Kitanzania. Katika sehemu ya kwanza tuliangazia hali halisi ya ndoa za utotoni wilayani Kilwa, huku baadhi ya mabinti walioingia katika ndoa hizo wakijuta kutokana na changamoto walizokutana nazo wakiwa katika umri mdogo. Ripoti za tafiti kadhaa kuhusu ndoa za utotoni zinataja ndoa hizo kwa kisababishi cha athari za kiafya, hasa kwa watoto wa kike ambao huolewa wakiwa na umri mdogo. Hoja hii na nyingine kadhaa zinatusukuma kufika katika hospitali ya wilaya ya Kilwa. Kwanza tulitaka kufahamu iwapo kuna mabinti wenye umri chini ya miaka 18 walioko katika ndoa na waliofika kupata huduma za kujifungua. Dr. Emmanuel Mocha ni mmoja wa madaktari katika hospitali hii. Wengi sana wanaokuja chini ya umri wa miaka 18 watoka kwenye familia za kifugaji. Wachache sana tunawapata ambao wanatoka kwenye hizi jamii zingine, lakini wengi tunawapata wanatoka kwenye jamii za kifugaji, baadhi ya vijiji vya pembezoni mwa Kilwa, kama Zinga, Kibaoni, Njinjo sana, huo ukanda ambao ndo wafugaji wamekaa wengi wanakuja. Hawezi kuanza kliniki kama hujaja na mwenzako. La hasha, kuwe na sababu ambazo za kushindwa kuzuilika. Basi unaweza wakawa amekuja na wengine ni mtu amepewa ujauzito na mtu asemfahamu, au wale ambao wamefanywa ukatili wa kijinsia ameshapata ujauzito, au wengine mume labda amefariki au imekuaje. Lakini kwa wale ambao ni ujauzito ambao umepatikana katika hali ya kawaida, ni lazima siku ya kwanza kliniki afike na mwenzi wake. Ripoti ya utafiti kuhusu ndoa za utotoni miongoni mwa wanafunzi wa kike wa jamii ya Kimaasai nchini uliofanywa katika wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro na Chuo Kikuu cha Mkwawa, na taarifa ya matokeo ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria wa mwaka 2022 ya hapa nchini zinabainisha kuwa mabinti wanaoolewa katika umri mdogo wako katika hatari ya kupata matatizo wakati wa kujifungua ambayo yanaweza kusababisha kupoteza maisha. Ni yapi maelezo ya kitaalamu kuhusu hoja hii? Huyu hapa tena Dr. Emmanuel Mocha wa hospitali ya wilaya ya Kilwa. Kiukweli mwili wa binadamu uliumbwa na mara nyingi mabadiliko mengi yanatokea kwa kadri ya ukuaji unavyoendelea. Kwa hiyo kwa chini ya miaka 18 mtu anayepata ujauzito, huu kwanza tunawaita ni kwenye kadi zetu za kliniki, kuna mahali tunatiki kwenye dalili za hatari. Kwa akiwa chini ya miaka 20 tayari yule ni mgonjwa ambaye ana dalili za hatari kwamba umri wake hauko sahihi kwa ujauzito. Kwanza mwili unakuwa hujajiandaa, especially nyonga. Nyonga za kwake zinakuwa bado hazijatanuka vizuri kuweza kumruhusu mtoto kujifungua kawaida. Lakini pia katika ule umri bado ukuaji ni mkubwa, mwili bado unatengeneza vitu vingi kwenye mwili, kwa hautakuwa hauna madini ya chuma ya kutosha. Wengi sana tunawapata wanakuwa na upungufu mkubwa wa damu kwa sababu ya uhitaji wa mwili bado unakuwa, na mtoto vyote vinahitaji madini ya chuma. Kwa wengi wanakuwa wanapungukiwa damu, lakini pia wanakuwa kwenye hatari ya kupata shinikizo la damu ambalo linasababishwa na ujauzito. Tunaita kwa kitaalamu pregnancy induced hypertension, ambayo inaweza kumpelekea kupata kifafa cha mimba. Lakini pia ndio hivyo nilivyosema, nyonga zinakuwa ziko tayari, kwa hiyo anakuwa kwenye hatari ya kuja kujifungua kwa njia ya upasuaji, hasa pale ambapo anakuwa yuko kwenye maeneo yetu. Sasa akiwa yuko mbali, ana uwezekano mkubwa wa kupata kitu tunakiita uchungu kinzani au obstructed labor. Kwa sababu ujauzito, mtoto anapotakiwa kujifungua anatakiwa apite kwenye nyonga aweze kutoka nje. Lakini kwa sababu nyonga yake inakuwa hajatanuka, kwa hiyo unawezekano kile kichwa cha mtoto kisiweze kupita kwenye ile mlango wa kwenye nyonga, ambayo nyonga tunazungumzia mifupa maana yake.
Kwa hiyo anaweza kupata uchungu kinzani, maana yake mtoto asitoke. Sasa mtoto asipotoka, madhara yanakuwa ya aina mbili, kwa mtoto au kwa mama. Sasa kwa mama immediately pale anaweza kupata mfuko wa uzazi kuchanika, kwa sababu kumbuka uchungu ni kitu ambacho kitaisha pale ambapo mtoto ametoka. Kwa hiyo inamaanisha ikiona kile kitu akiendi, mfuko wa uzazi unaendelea kujikaza zaidi na zaidi iweze kusukuma yule mtoto afanyaje, atoke. Sasa ile kujikaza zaidi na zaidi kinatokea kwa sababu mfuko wa kizazi wakati wa ujauzito huwa unagawanyika sehemu mbili. Kuna sehemu ya chini ambayo ni laini, na kuna sehemu ya juu ambayo ndio inakuwa na misuli inayokaza kwa ajili ya kusukuma mtoto chini. Kwa hiyo mtoto atasukumwa kiasi kwamba ataenda kujiweka kwenye eneo la chini la mfuko wa kizazi ambao ni laini, na lile lina uwezekano mkubwa wa kuchanika. Kwa hiyo kitakapochanika sasa, maana tayari mama anakuwa kwenye hatari ya kupoteza maisha, maana kutoka damu nyingi ndani ya tumbo, na ile damu inayotoka inawezekana akapungukiwa damu, akaenda kwenye kitaalamu tunaita shock na akafariki. Kwa hiyo ana uwezekano wa kupoteza maisha sababu ya mfuko wa kizazi kuchanika. Lakini pia ana kupoteza mtoto. Mara nyingi kishafikia hatua hiyo unakuta mtoto yule tayari ameshabanwa sana kule ndani kiasi kwamba anakosa pumzi na vitu vingine, akampoteza mtoto. Lakini pia anaingia kwenye hatari za kufanywa upasuaji, maana upasuaji sio njia sahihi ya mtoto kujifungua. Njia sahihi ni ya kawaida. Barabara kabisa. Baada ya kumsikiliza Dr. Mocha, yupo mmoja wa wasaidizi wa kisheria ambaye anafanya kazi na jamii katika wilaya ya Kilwa. Yeye anafahamu nini kuhusu athari za kiafya kwa mabinti wanaoingia kwenye ndoa wakiwa na umri mdogo? Jina naitwa Abdalla Muhammad Ndembo, na patikana katika kijiji hiki cha Mtukwao. Sasa akishaolewa, kwa sababu ya ameolewa katika umri dhaifu, maana yake akiendekea kwenye ndoa, vile via vyake vya uzazi kwa sababu vinakuwa havijakomaa kuweza kuhimili mikiki ya ndoa, huenda pengine akamoa mtu ambaye umri wake umeshafikia mkubwa, kashaanza kuoa huko, kashaacha, ana elimu kubwa, tena profesa wa masuala ya ndoa. Kwa hiyo anapokichukua katoto ambako kenyewe hata miaka 15 16 hajafika, maana unakuwa mtihani. Basi kutokana na hali hizo, kweli madhira yalikuwepo mengi. Ilifikia wakati wengine watoto wanapoteza uhai wanapoenda kujifungua kule, wanapata maradhi ya fistula na majambo mbalimbali ambayo hupelekea kutokana na udogo wao na kutokomaa vile viazao vya uzazi, maana yake hawawezi kupambana na majambo hayo. Japokuwa maradhi yanaweza akapata mtu matatizo mbalimbali hata kama amefikisha kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini anapokuwa chini ya umri huo ndo anakuwa katika mazingira ya hatari zaidi. Nje ya athari za kiafya zinazogusa mwili, zipo athari za kisaikolojia ambazo hutokana na changamoto za uzazi ambazo huwapata mabinti wenye umri mdogo wanapokwenda kujifungua. Ni athari zipi hasa? Huyu hapa Dr. Emmanuel Mocha wa hospitali ya wilaya ya Kilwa. Kwa hiyo kimedical anaweza akapoteza maisha, anaweza akapasuka mfuko wa kizazi, ambao sasa anaweza akapasuka mfuko wa kizazi mkimwahi kufanya operation, wakuta mfuko ule wa kizazi haufai au umechanika kiasi kwamba ni mgumu kurudisha. Kwa hiyo inabidi mfanyaje? Mtoe. Ukitoa tayari anakuwa tayari ni hawezi tena kupata mtoto. Kwa hiyo ukirudi sasa baada ya medical anakuja kupata tena psychological problems. Ila kwamba kama amepoteza mtoto lakini mfuko anao, lakini bado ile ya uchungu wa kupoteza mtoto miezi yote 9 umembeba, tayari anaondoka na psychological problem. Lakini kama pia amechanika mfuko wa kizazi mmetoa, inakuwa ni mara mbili. Hizi kesi tunazipokea kwa kiwango sio kikubwa sana, lakini ni kikubwa kwa sababu kwa percentage ambazo zinatakiwa imevuka percentage ambazo zinatakiwa za taratibu, kwamba at least basi kwa asilimia kadhaa. Maana kwenye kila indicators tunaziita kitaalamu za ujauzito huwa zina namba iliyowekwa na wizara. Sikumbuki ile namba exactly, lakini haitakiwi ifike kiwango fulani. Lakini kwa kwetu huku Kilwa imepita. Na tunazipata sana msimu wa mavuno. Kwa sababu ndio kipindi ambacho wanaoa na kuolewa, kwa sababu wanakuwa wana uwezo wa kulisha watu. Lakini pia tunazipata pia kwenye hao ambao wana
na tunaziita hizi ndoa za zaidi ya mke mmoja, yenyewe zipo, lakini kiwango chake sio kidogo, ni kikubwa kulinganisha na viwango vilivyowekwa kwa serikali. Ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria ya mwaka 2022 inatoa mapendekezo kuchukuliwa kwa hatua za kisheria ili kuwezesha utoaji wa elimu ya uzazi kwa vijana balee, ikiwa ni hatua ya kupunguza athari za kiafya zinazotokana na uzazi. Pendekezo hili linatekelezwaje na mamlaka za kiserikali wilayani Kilwa kwa mabinti wanaojifungua katika umri mdogo? Charity Ngezi ni afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa. Kuna huduma nyingi zinatolewa kuanzia huduma za afya, pia kuna maelekezo kuhusiana na hao watu. Kwanza kabisa ni afya yake kwanza. Watu wa huduma upande wa afya wao wanahakikisha yule mwanandoa kwa kuwa ni mdogo kwamba kuna vitu ambavyo atakuwa anavikosa katika afya yake kutokana bado hajatimia. Hivyo wanapewa elimu za kutosha. Kuna masuala ya lishe, pia masuala ya malezi wanaelekezwa, lakini pia uga kama ikionekana iko critical case waga tunaita familia, yani wazazi wa wale watu, na kuwaelekeza, kwa sababu yule unakuta bado ni mdogo, labda na mmewe bado ni mdogo, lakini asilimia kubwa wanakuwa ni mtoto wa kike ndio mdogo, wanaume wanakuwa ni watu wazima. Kwa hiyo mzazi ana wajibu ya kuhakikisha anaendelea tu kumpa ulinzi yule mtoto wake, lakini pia anakuhakikisha anapata yale mahitaji yote na maelekezo yote kuhusiana sasa ya kulea ile ujauzito, na lengo kubwa aje ajifungue salama, tusimpoteze yeye wala mtoto wake. Kwa hivyo vinafanyika kupitia watu wa huduma wenyewe ngazi, watu wa huduma wa afya wote wamepata pia maelekezo kuhusiana na kuhudumia, tunaita wahanga wa ukatili. Na zile ambazo wanakwama huwa wanatoa rufaa kwetu, tunashirikiana nao. Mpenzi mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio, hivyo ndivyo tunavyohitimisha sehemu ya makala hii kwa siku ya leo, ambapo tumeangazia athari za kiafya wanazokutana nazo mabinti wanaoingia kwenye ndoa katika umri mdogo hapa wilayani Kilwa. Usikose mwendelezo wa makala hizi katika kipindi kijacho. Msimulizi wako ni mimi Rosi Palanjo, kwa niaba ya Luceshelo Sijaona, mpiga picha wetu, na wote walioshiriki katika kuandaa na kukuwasilishia makala hii. Asante na nikutakia wakati mwema.